Umeongezeka kwa kiwango kikubwa baada ya meli 3 za mafuta zinazodaiwa kuhusishwa na Marekani na Uingereza kushambuliwa karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, wakati mapigano kati ya Marekani na Irani yakiendelea kuimarika. Tukio hili limezua hofu kubwa miongoni mwa washirika wa kimataifa na kampuni za usafirishaji wa mafuta, huku sekta ya nishati ikiangalia kwa makini athari za haraka kwa soko la mafuta duniani. Taarifa kutoka kwa maafisa wa usalama wa baharini zinaeleza kwamba meli moja ililipukiwa na kifaa cha kulipuka kilichorushwa juu ya kipande cha juu cha meli karibu na mstari wa maji, hali iliyosababisha moto na uharibifu mkubwa wa muundo wa juu wa meli. Wafanyakazi walijeruhiwa, baadhi wakipelekwa hospitali, wengine wakihamishwa haraka ili kuokoa maisha yao. Meli nyingine 2 ziliripotiwa kukabiliana na vitisho vya ndege zisizo na rubani ambazo ziliruka juu yake, zikisababisha taharuki kubwa na kuvuruga shughuli za kawaida za usafirishaji. Mlango wa bahari wa Hormuz ni mojawapo ya njia nyeti zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Kila siku kiasi kikubwa cha mafuta, takriban theluthi moja ya mafuta yote yanayosafirishwa duniani hupita hapa. Hivyo tukio lolote la mashambulizi linaweza kupelekea kupanda kwa bei ya mafuta, kuharibika kwa usambazaji wa nishati na kuathiri uchumi wa nchi nyingi zinazohitaji mafuta. Baadhi ya kampuni za usafirishaji sasa zimesitisha au kuchelewesha safari zao, huku gharama za bima ya meli zikiongezeka kwa kiasi kikubwa kutokana na hatari iliyopo. Mashambulizi haya yamejiri katika kipindi ambapo Marekani inaendelea na operesheni kali za kijeshi dhidi ya malengo yanayohusiana na Irani, huku Irani ikitoa vitisho vya kulipiza kisasi kwa hatua za Marekani. Viongozi wa Irani wamesema wazi kuwa hawatakubali uchokozi wa kibiashara na kijeshi bila kujibu. Hata hivyo, Irani imeendelea kusisitiza kwamba maslahi ya Marekani na washirika wake katika eneo la Ghuba ya Uajemi yako hatarini iwapo mashambulizi ya kijeshi yataendelea. Serikali ya Marekani imelaani vikali tukio hilo na kusema ni jaribio la kuvuruga uhuru wa usafiri baharini na usalama wa kimataifa. Washington imeongeza doria za manowari, ndege za kivita na vikosi vya ulinzi baharini ili kulinda meli za kibiashara. Uingereza nayo imesema itashirikiana na washirika wake ikijumuisha mataifa ya Ghuba na Marekani kuhakikisha meli zake zinalindwa ipasavyo. Shirika la Umoja Mataifa limezihimiza pande zote kuepuka vitendo vinavyoweza kuongeza mvutano na kuharibu usalama wa kimataifa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kuendelea kwa mashambulizi katika Ghuba ya Uajemi kunaweza kupelekea mzozo mkubwa zaidi unaohusiana na mataifa kadhaa. Wanaonya kuwa iwapo usalama wa njia za usafirishaji wa mafuta utaendelea kwa hatarini, uchumi wa dunia unaweza kuathirika vibaya.